بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. أيها الناس، لقد كرم الله الإنسان بنعم عظيمة وآلاء عميمة وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا ووهبه على سبيل الامتنان يمتاز به عن غيره ويبين به مراده ويحقق غايته. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. Ndugu waumini, nakuhusieni nikihusia nafsi yangu kumcha na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, usia huu ambao aliotuhusia kwao Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Tufuate huo wasia, tuishi nao daima, wala tusiwe wenye kukengeuka. Ndugu waumini, enyi waislamu, ya hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba mwanadamu na akamkirimu mwanadamu kwa neema ambazo zilizokuwa kubwa kabisa, na kwa mazuri ambayo yaliyokuwa mapana na makubwa, na kwa fadhila ambazo zilizokuwa nyingi, kiasi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemfadhilisha mwanadamu kutoka kwa viumbe wote ambao Allah aliyowaumba, na kumpa huyu mwanadamu fadhila ambazo zilizokuwa kubwa kabisa. Bali Allah akawa ni mwenye kumzawadia huyu mwanadamu katika neema zilizokuwa nyingi kabisa, mazungumzo na yale ambayo mwanadamu atakayokweza kupambika na kutofautiana pamoja na viumbe wengine. Hayo mazungumzo mwanadamu akawa ni mwenye kuyatengenezea ili kuweza kuyafikia malengo yake anayoyakusudia na kuhakikisha malengo yake ameweza kuyatimia na kuyatimiza kisawasawa kwa kupitia yale ambayo anayoyatamka. Ndiye Allah aliyesema ndani ya Qur'ani ya kwamba Ar-Rahman, kwamba ni yeye mwenye huruma Allah subhanahu wa ta'ala, khalaqal insan, amemuumba mwanadamu, allamahu albayan, Allah akamuelimisha mwanadamu. Allah subhanahu wa ta'ala akampa mwanadamu elimu ya yeye kutambua yapi ambayo awezayo kuweza kuyazungumza. Wama kana limithli hadha albayan, haikuwa kwa haya ambayo mwanadamu anayoyatamka kwayo kuweza kutimia, ayambathika min fuadi al-insan laula an ja'ala Allah
lahu lisana, kwamba haya mazungumzo ya mwanadamu kamwe hayangeweza kutimia au kuweza kuwa na nafasi katika uhai wake lau kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hangeliweza kumjalia huyu mwanadamu ulimi wa yeye kuweza kuyafikisha mazungumzo yake. Hivyo ulimi ukawa wenye kucheza na wenye kutamka na kuzifikisha herufi zake kisawasawa, na midomo yake ikawa yenye kubainisha na kuweza kutamka kisawasawa hizo herufi zikatoka kinywani na watu wakawa ni mwenye kumsikia mwanadamu. Allah anatukumbusha, anatuambia kwamba alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatayn, ewe mwanadamu hatukujalia wewe, hatukukujalia macho mawili ukawa ni mwenye kutazama kupitia macho hayo, wa lisanan wa shafatayn, tukakujalia ulimi kadhalika na midomo miwili wewe ukawa ni mwenye kuzungumza. Innahu lisanu ibadallah, huyo ndio ulimi enyi waja wa Allah. Jismun lahmi, ni kiwiliwili ambacho kinachotakamana na nyama fulani, baina fakkai lisan, ambapo kwamba hichi kiwiliwili ambacho kimetengeka na kujengeka katika nyama mwanadamu kilichopo baina ya midomo yake. Yudhiru lilmala'i ma qad zawarahu fi nafsihi min kalam, ndicho hicho kiwiliwili, ndicho hicho kiungo ambacho kinachodhihirisha na kuwaonyesha watu yale ambayo nafsi ya mwanadamu iliyoweza kuyaficha kupitia mazungumzo anayoyazungumza, na kuweza kuwaonyesha ukubwa wa kadiri ya kiwango ambacho mwanadamu anachomiliki katika upevu wake wa akili yake, biqadri ma yamlikuhu min albayan, kwa kupitia mazungumzo na matamshi ambayo mwanadamu anayozungumza. Fa inna lisan, ya hakika ya ulimi ndugu zangu waumini, lisana rishaul qalbi wa bariduhu an-natiq, ya hakika ya ulimi ndugu zangu waumini ndio kamba ambayo inayotumiwa na mwanadamu kuchota na kuyavuta yale ambayo yaliomo ndani ya moyo wa mwanadamu na kuweza kuufikisha ujumbe wake kwa kupitia yale ambayo mwanadamu anayoyazungumza. Wabihi yakhtaru almar'u masirahu imma ila halakin wa imma ila najah, na kwa kupitia ulimi ndipo ambapo mwanadamu anapoweza kuchagua mafikio yake na maelekeo yake, ima kuongoka au akawa ni mwenye kupotea. Kaifa la, kwa nini siwe hivyo? Wal Mustafa sallallahu alayhi wasallam huwa man qala, naye mtume kisha tangulia kusema ya kwamba wa hal yakubbu an-nasu fi an-nari ala wujuhihim au ala manakhirihim illa hasaidu alsinatuhum. Anasema kwamba mtume anamueleza Muadh, na ewe Muadh, si kwamba wanadamu hawa watakuwa wenye kuburuzwa na kupelekwa na kutupwa ndani ya moto wa jahannama, huku wakiweza kuburuzwa nyuso zao chini hadi kwenye yale ambayo ni vifua vyao, kuburuzwa kupelekwa motoni. Hili likawapelekea wao kuadhibiwa adhabu na kupelekwa kwa namna hii kwa kupitia ndimi zao. Al-lisanu ibadallah, enyi waja wa Allah, ulimi huyu silahun dhu haddain, man ahsana isti'malahu nala bihi ma yuhmad wa man asaa isti'malahu aada alayhi bilhasra. Huyu ulimi ndugu zangu ni kiungo ambacho au ni silaha ambayo yenye ncha mbili kali kabisa. Endapo mwanadamu ataweza kutumia kisawasawa silaha hii, la shaka itampelekea mahala ambapo atakuwa ni mwenye kuhimidiwa na kusifiwa kwa mazuri ambayo anayoyatekeleza. Lakini ikiwa atakuwa mkosefu wa yeye katika mazungumzo, kwa kupitia ulimi wake yale anayoyatamka, utumiaji wake, mazungumzo yake yakawa si mazuri yenye kupendeza, basi hivyo hivyo huyu ndiye ambaye kesho anayekuja kuipata hasara ambayo iliyokuwa kubwa kabisa. Wa inna kathiran minan nizaat wal hurub lam takun litatfu illa bisababi lisani wa atharatihi. Kamwe tathmini na adhihirisha inaonesha kwamba wingi wa matatizo na migongano na utofauti wa watu au vita na mengineyo ambazo zinazozuka kila kukicha, kamwe kuweza kutokomea na kuweza kuzimika kabisa lau kwamba huyu ulimi haungelikuwa na nafasi, ima nafasi ya vita kuendelea
ukawa ni utumiaji mzuri wa ulimi katika kuongozea watu, au ulimi ukatumiwa nafasi yake ambayo si nzuri na watu wakawa ni kupotea katika njia ambayo iliyokuwa nzuri kabisa. Allah anasema ndani ya Qur'an akituambia, ewe Muhammad wasimulie na waeleze maneno haya, wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan, sema ewe Muhammad waambie watu ya kwamba wawe wenye kuzungumza maneno ambayo yaliyokuwa mazuri. inna dina almar'i wa aqluhu yujiban istish'aru 'idhama sha'ni lisanihi wa malihi, ya hakika ndugu zangu, ya hakika ya dini ya muumini, ya hakika ya akili ya mwanadamu, haya mambo mawili humwajibishia mwanadamu kuweza kumbainishia ukubwa na uzito wa huyu ulimi ambao sote tumeneemeshwa kwayo Allah subhanahu wa ta'ala, wa maalihi, kadhalika na matokeo yake na maelekeo yake kwa yale ambayo yanayopitikana katika ulimi, kwa yale matamshi ambayo mwanadamu anayozungumza, min tabi'atin wa ma alayhi minha, katika yale ambayo yanayofuatamana au kuja baada ya kuisha kutangulia kuzungumza. Fa inna atharata lisan, tambueni ya kwamba ya hakika ukosefu ama hakika kujikwaa kama wanavyosema Waswahili kwa kupitia kwa ulimi, ashaddu khataran ala sahibihi min atharatin birijlihi, ya hakika tatizo na kosa ambalo linalotokamana na ulimi wa mwanadamu, hili daima ni kosa lililokuwa kubwa kabisa, tofauti na kosa ambalo au hatua fulani ambayo anayopiga mwanadamu na akawa ni mwenye kupata tatizo kwa kupitia mguu wake. Wa inna makmana khuturati yabdu fi istisghari hajmihi amama baqiyati a'dha'i jasadi, chanzo cha haya matukio mazito, chanzo cha haya ambayo tunayodhihirikiwa na kuyaona leo katika migogoro na shida na mengineyo, ni pale ambapo sote tunapotazama na kuona ulimi kuwa hichi kinyamanyama, kwamba hichi kiungo ni kidogo kabisa, hivyo na sisi tukaishi na udogo wake pasina kuweza kuthamanisha hatari yake, pasina kutambua na ukubwa ambao uliokuwa nyuma yake. Fakam min arwahin uzhiqat bisababihi, nafsi ngapi ambazo zimeuawa kwa sababu ya ulimi, heshima kiasi gani ambazo zimevunjiwa za watu kwa kupitia matamshi na maneno ambayo watu wanayoyazungumza, batil kiasi gani ambayo watu wakaiona ni batil lakini wakashindwa kuizungumzia, wakaipendezesha na kuigeuza kuwa haki, na haki ikabadilishwa kuwa ni batil kwa kupitia ulimi ambao watu wanaozungumzia. Kullu dhalik bisababi i'mali lisani fi ma la yajuz, haya yote chanzo chake ni kipi? Ni watu kutumia ulimi kwa yale ambayo yasiyofaa, au kuona ya kwamba hili jambo ni lidogo, acha tuishi nalo katika hali kama hiyo. Ndugu zangu, alwaqi' ibadallah, hali halisi unapokuja kutathmini sawa na mazungumzo ya watu, sawa na matamshi ambayo watu wanayoyazungumza na kuyatamka, na kuwatazama na kuwatathmini watu, tayari kanuni zinakuonyesha na kukudhihirishia kwamba watu katika mazungumzo yao hali halisi wao wamegawanyika katika makundi aina tatu. Kundi la kwanza wanasema waandishi au wana wazuoni kama walivyobainisha, miongoni katika hao Imam al-Mawardi katika kitabu chake Adabuddin wa Dunya anasema kwamba watu wamegawanyika kupitia ndimi zao katika tabaka aina tatu. Tabaka la kwanza, hakimun, ni mtu ambaye ni hakimu katika mazungumzo yake, yakuduhu aqluhu lisanahu, kwamba huyu mwanadamu akili yake ndiyo ambayo inayoongozea ulimi wake. Falahu aqlun hadirun wa dinun zajirun, anayo akili ambayo kamwe haiachani na ulimi wake, bali akili inaenda ikiyalinda na ikiyachunga yale ambayo mtu anayoyazungumza. Dini yake nayo ikamwekea mipaka kiasi kadhaa cha yeye kutokuvuka hiyo mipaka katika kile ambacho anachokizungumza. Huyu ikawa kwake kuhukumia mambo au kuyaendea mambo, yaarifu mawadhi' al-ikrami bil lisan, atambua kwamba sehemu hii yafahamie kupaendea kwa kuikirimu nafasi hii kwa kupitia ulimi wangu kwa yale ambayo yanayostahili, wa mawadhi' al-ihanati bihi, kadhalika na kutofautisha kwamba sehemu hii si sehemu iliyofaa kwa haya ninayozungumza, nikatumia hali nyingine au kwa uslubu mwingine kutokamana na hali.
huyo ndiye katika aina ya kwanza ya wanadamu kwa kupitia ndimi zao. Ama aina ya pili ya wanadamu, ama aina ya pili ya wazungumzaji katika mazungumzo yao ni yule ambaye wamemuita wanazuoni ya kwamba ni naziqun. Naziqun ni mtu gani? Ni yule ambaye fa inma yaquduhu tayshun tha'irun wa salafun 'afirun. Mtu ambaye amebeba sifa ipi? Ni sifa ya mtu ambaye hana utangulizi wa kimakini katika yale anayoyazungumza, wala hana aina fulani ya kibusara kwa kile ambacho anachokiendea katika aina yote, bali ni hamasa fulani zinamjia na yeye akaamka na hamasa, bali ni uvumi fulani ambao unaovuma na yeye akaenda na ule uvumi namna unavyokuja. Ndugu zangu waumini, hivyo ikampelekea huyu mtu ambaye ni mwenye hamasa, mwenye kutokuwa na umakini kisawasawa, kumpelekea kuanguka katika dimbwi ambalo yeye hawezi akajihukumia baada ya kuisha kuingia. Fala maana lilanati indahu, huyo hana aina katika kamusi ya uhai wake au katika upevu wake wa akili maana ya utulivu katika kuyaendea mambo. Walaysa ladayhi hududun wala khututun hamra'un fil alfaz, hana cha mipaka wala hana kutambua kwamba nafasi hii ni mimi kutokuvuka katika maneno haya ninayozungumza pasina kuwa na utambuzi na hali yoyote. Fahuwa yakhrifu minha ma yasha'u wa yutliqu hablaha 'ala al-gharib bila zimamin wala hitamin. Bali huyu mwanadamu akawa ni yule ambaye lolote lile ni lile lolote linalokuja akawa ni mwenye kuingia na kuingiza mguu na kuzungumza anachokitaka pasina ya mipaka, pasina ya uchunguzi, pasina ya ubainifu kwa hali yoyote ile. Ndugu zangu waumini, wanawazuoni wanatukumbusha, wanasema kwamba katika yale ambayo fima uthir, kwa yale ambayo yaliyopokelewa, wanasema kwamba mtu kama huyu yusdaqu alayhi an yuqal, ni kweli ikiwa kwamba tutasema huyu ni yule mtu ambaye pengine hatakuwa tujakosea, wakasema wanazuoni wala tatakallamu bikalamin ta'tadiru minhu ghadan, usithubutu kuzungumza maneno ambayo wewe utakapoyazungumza kesho utawataka watu waikaze katika baraza na kuweza kuwataka samahani, naona nilizungumza hivi, nilikuwa na hasira, nilikuwa kadha na mengineyo. Huyu ndiye mtu ambaye wakamuita wanazuoni ya kwamba ni naziqun. Amma aljahil, amma sinfu thalith ibadallah, ama kundi la tatu miongoni katika kundi la wazungumzaji ni yule ambaye wanazuoni wakamuita kwamba ni jahilun, kwa sifa ya upumbavu. Mtu huyu ni mtu gani? Fadhalikum man yaqudu lisanuhu aqlahu fayakunu bihi aduwa nafsihi. Huyu ni mtu ambaye yeye hana lolote katika yale anayoyazungumza, bali ulimi wake ndio ambao umetawala akili yake. Si akili ambayo imetawala ulimi, bali ni aks, ulimi ndio ambao umetawala akili yake, akawa kuja kutokea kesho yake kuwa ni adui wa nafsi yake, akawa ni mwenye kuingia katika hali yoyote ile ambayo inayopelekea kuishi katika hali hiyo. faman jahila 'idhama sha'ni lisan jahila ma sayatalaffadhu bihi, yeyote ambaye atakayekuwa na hali ya ujinga ya kutokutambua ni yapi ambayo anayoweza kuzungumza, anaweza kutambua uzito wa matamshi na maneno na ulimi ukubwa wake, la shaka ya kwamba huyu ukosefu wa yeye kutokutambua yapi atakayoyazungumza utakuwa ni mkubwa kabisa. Thumma inna kathratal kalami ibadallah, hivyo basi tambueni enyi waja wa Allah, ya hakika wingi wa maneno laysa huwa alamatun lililm, sio dalili ya kuonyesha kwamba huyu mtu ni mjuzi, huyu mtu ni shekhe, huyu mtu ni mwalimu, huyu mtu ni mzuri, huyu mtu ni mashallah mbobezi. La, faqad yakunu samtu ilman taratan, huenda ukimya ikawa ni elimu wakati mwingine. Kama yakunu alkalamu ilman tarat, kama vile vile elimu bila shaka, kama vile vile mazungumzo bila shaka au matamshi ya mtu ikawa ni elimu yenye kubainisha kiwango cha mtu ambacho alichokuwa nacho. Waqad kana salafu rahimahumullah ta'ala muzahiman kalamahum, hivyo ndivyo walivyoishi wema waliotangulia, namna gani walivyokuwa ni wenye kulinda yale ambayo wanayotamka katika maneno yao. Laisa shartan an yakuna samtu jahlan bishay. Ndugu zangu waamini, si sharti ya kwamba ukimya
ni dalili ya kuonyesha kwamba mtu hana akili ya chochote, hana kutambua yanayozungumzwa, hana kuelewa kile ambacho kilichoko kwa watu. Hapana ndugu zangu, bal innahu yani badahatan laysa thamatan ma yastahiqu alkalam, bali maana yake ukimya unaweza kuwa na tafsiri ya kutafsiri ya kwamba haya yanayozungumzwa haina haja ya kuweza kujibiwa, haina haja ya wewe kuweza kuyafuatilia wakati mwingine. Na haya ni kwamba mimma la shakka fihi, katika mambo ambayo hayana shaka ndani yake, anna man ahsana samtahu ahsana kalamahu, yeyote ambaye atakayekuwa mzuri wa kutambua ni lini akae kimya, lini aache yapite uvumi uendelee, akakaa na ukimya. Si kwamba ni mnyonge anashindwa kuweza kujibu, ashindwe kuweza kuzungumza chochote. Atakayekuwa na sifa hii njema ya kuweza kupambanua lini pa kuzungumza na lini pa kukaa kimya panapostahili, basi ndiye mzuri wa lini wa kuchagua yatakayoweza kuzungumzwa. Allah anasema ndani ya Qur'ani kabisa, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, enyi mlioamini mcheni Mola wenu na mzungumze maneno ambayo yaliyokuwa mazuri. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wad'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijab, mtakeni Mola wenu msamaha, kwani ni yeye mwingi wa huruma na ni mwingi wa kusamehe. Alhamdulillah, tunamshukuru Allah ambaye anastahili kushukuriwa. Sala salamu ziwe juu yake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Enyi ndugu waumini, fi alamin wa fi bi'atin mali'atun bithartharati wasurrah, katika ulimwengu ambao na katika hali ambayo yenye uhalisia wa maisha ya wanadamu na matukio ya wanadamu na hali halisi ya watu ambao tunaishi kwayo katika hali hii, kiasi kwamba jamii imejawa na wingi wa wazungumzaji pasina kuwa na kipimo, wa wingi wa waropokaji, ikiwa lugha hii haitokuwa ni lugha ya utovu wa adabu, lakini ndio lugha ambayo labda pengine ikafikia kuweza kuufikisha ujumbe. Ikiwa kwamba ndani ya ulimwengu huu ambao au ndani ya hali ambayo wenye kufikia kuzungumza analotaka kuzungumza na akaona wepesi na akaona urahisi ya yeye kuweza kuzungumza, yahsunu bina an naqul, ni vizuri tukasema ya kwamba tahaddath li'arifak, zungumza niweze kukutambua, zungumza niweze kukuelewa. Naam, ni kweli kabisa, fa innal kalimata miftahul qalb, ya hakika ya maneno, ya hakika ya mazungumzo, ya hakika ya matamshi ambayo mtu anayatamka, huu ndio ufunguo wa kubainisha yale ambayo yaliyokuwa ndani ya nyoyo za wanadamu. Wa biha yu'rafu ma fi nafs, na huyu ufunguo ndio ambao unaotufungulia milango ya kuyatambua na kuyaona yale ambayo yaliyomo ndani ya nafsi za wanadamu, min khairin au sharrin, sawa yatakuwa ni ya khairi au yatakuwa ni ya shar, min sidqin au kadhibin, sawa yatakuwa ni ya ukweli au yatakuwa ni ya uongo, min tawadhu'in au kibrin, sawa yatakutokamana na kujishusha na utulivu ndani yake au yatatokamana na kiburi kwa moyo wa huyo mwanadamu. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi ya kwamba, wa inna ar-rajula la yatakallamu bil kalima min ridha Allahi la yulqi laha balan yarfa'uhu biha darajat, ya hakika ya mwanadamu atathubutu na kuzungumza maneno ambayo haya yatakuwa ni yenye kumridhisha na kumpendeza Allah subhanahu wa ta'ala. Haya maneno atayazungumza mwanadamu pasina yeye kuwa na kutambua lolote kwayo, lakini haya maneno yatakuwa ni sababu ya yeye kuweza kumuinua daraja mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna ar-rajula, na hivyo hivyo pia mwanadamu aweza kuzungumza maneno pasina kujali haya maneno min sukhtillah, haya maneno ni yenye kumkasirikisha Allah, haya maneno ni yenye kuwaudhi waja wa Allah, haya maneno si mazuri yenye kupendeza. Huyu mwanadamu akayazungumza tu pasina yeye kujali, akawa kwa kuwa watu wanazungumza na yeye akazungumza anavyotaka,
ikampelekea yahwi fi jahannama, ikampelekea kumuingiza ndani ya moto wa jahannama. Rawahu al-Bukhari. Ndugu zangu waumini, i'lamu anna al-kalam, tamweni na muelewe kwamba hakika ya maneno ndiyo tafsiri au ndiye mkalimani wa yale ambayo nafsi zetu na dhamiri zetu yameweza kuyaficha. Zungumza ni kutambue, na pindi ambapo mtu atakapozungumza, hapa ndipo ambapo unapobainikiwa na kutambua na yule ambaye nilikuwa namuona hivi kumbe ni vile. Ndio maana wakasema kama ilipopokelewa, almar'u makhbu'u tahta lisanihi, kwamba mwanadamu amefichamana chini ya ulimi wake, kwamba mwanadamu kitaka kupima kiwango chake ni yeye kutambua lini kipi anachozungumza. Hapa yaweza ikamuinua daraja mtoto mdogo akaonekana anafaa, na yule mzee tuliyemuona na ukubwa wake na makamo yake tukasema kwamba hafai. Kwa sababu gani? Huyu mzee maneno yake si mazuri, yule kijana ana busara, yule kijana maneno yake yanafaa. Huku akaonekana mtu na ushekhe na ukubwa, lakini akaonekana katika jamii ni kituko, ana lolote. Kwa sababu gani? Anachokizungumza kwenye mimbari ya Mtume hakifai na hadhi yake, hakifai na utu wake, hakifai na ukubwa wake. Lidhalika mwanadamu lazima daiman kuwa na mipaka na kuchunga kile ambacho unachokizungumza. Lidhalika ndugu zangu waumini, rahimallahu man qala khairan faghanim au sakata fasalim, amerehemewa na Allah, rehma za Allah ziyo juu yake yule ambaye atakayezungumza lolote lizuri na hili likafaa likawa na kheri katika jamii na watu wakanufaika na watu wakasema alhamdulillah, na amepata kheri. Yule ambaye hana la kuzungumza, neno lake haya sina ushahidi, sina ukweli nayo, akakaa kimya na kuweza kujiziwia, huyu kampelekea kusalimika mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu waamini, kama tulivyoeleza na kutangulia kabla mwanzoni wa khutba, kwa kubainisha neema hii ambayo Allah aliyotupa, hivyo ni juu letu siye kuitumia neema hii katika kheri, katika kuelekeza kuna kwa mazuri. Utu wetu tuulinde kwa kupitia tunayoyazungumza, utu ambao Allah katuneemesha kwao, haya mazuri aliyotuneemesha kwao. Wala usidhani ya kwamba ukubwa, wala usidhani ya kwamba cheo, wala usidhani ya kwamba ushekhe, wala usidhani ya kwamba ualimu na mengineo, ubaba na mengineo. Lakini medama maneno yako si mazuri, lakini chaguo lako la yale ambayo unayazungumza, haya yanafaa sehemu hii, haya hayafai wakati mwingine. Ni sikitiko wakati mwingine mzazi wamkuta hata pasina kujali maneno anayatoa kinywani mwake, hata mtoto mdogo anataharraz, anakuwa na mipaka ya kuweza kulinda lini yazungumze au yazungumze maneno haya. Na wakati mwingine masikitiko, si yule baba pasina kuwa na utu, haoni lolote, ni mtoto anasikia aibu, anasema ule ni mzee wangu amesema maneno yale, anashangaa. Lidhalika ndugu zangu waumini, hichi kipimo ambacho kilichokuwa kikubwa cha sisi kuweza kutambuana, cha sisi kuweza kujuana, tulinde na tutazame. Hivyo basi, ikiwa kwamba unahitajia kulinda mipaka ya mazungumzo yako, ikiwa kwamba unahitajia kutambua lini na panafaa kuzungumza, ukawa na kipimo kizuri, anaeleza Imamu al-Mawardi mambo manne, shikamana nayo. Vipimo vinne vitumie katika kulinda na kuchunguza. Jambo la kwanza, ikiwa kwamba unataka kujilinda na huyu utelezi wa kuivunja heshima na utu wako kwa kupitia ulimi wako, jambo la kwanza, iwe neno lako, iwe ulimi wako, iwe mazungumzo yako, an yakuna al-kalama lida'in yad'u ilayhi, maneno unataka kuzungumza pawepo sababu na haja inayokupelekea kutaka kuzungumza. Ikiwa kwamba hakuna haja yoyote, kaa zako kimya. Wallahi hatokulaumu mtu yoyote kwa wewe kukaa kimya, lakini daima utaendelea kulaumika pindi ambapo utakapokuwa ni mwenye kuzungumza. Lidhalika mshairi anasema ya kwamba kamwe katika maisha yangu sikujuta pindi nilipokaa kimya, lakini daima nilikaa nikijuta kwa lile ambalo niloweza kuzungumza. Jambo la pili, endapo kwamba unataka kujilinda na maneno yako kwa sawa, ayati bihi fi mawdhihi, maneno unataka kuzungumza yafikishe mahala ambapo panapolengwa, mahala ambapo panapokusudia, wayatawakha bihi isabat fursatihi, na ulinde kabisa, na ulinde
kutokuvuka mipaka ya pale ambapo unapokusudia. Jambo la tatu, an yaktasira minhu ala kadri hajatihi. Utakayoyazungumza, unayotaka kuzungumza, yaendane na yalingane sawa sawa na haja na malengo ya wewe kuzungumza. Usije ukazungumza maneno ambayo hata watu katika kikao wanatamani, huyu mzee sikae kimya, huyu mzee hafai, maneno yake mbona ya upumbavu, mbona maneno yake hayana maana, huyu kijana mpuuzi hana lolote. Maneno yako yawe na mipaka, yalingane na kile ambacho unataka kuzungumza. Na nne kabisa, ayatakhayyara al-lafdha alladhi yatakallamu bihi. Chagua kama unavyochagua vazi lako unalovaa, basi chagua na uweze kutazama ni yapi ambayo yanayofaa kuweza kuzungumza. Lugha ya mtoto yatafautiana na lugha ya mtu mkubwa. Lugha ya mtani wako inatofautiana na lugha ya mwenye njaa. Lugha ya mtu ambaye ni tajiri inatofautiana na lugha yule maskini. Usije ukaleta hapa ukapaleta kule, hivyo matokeo yatakuja kutathminiwa na kuelezewa katika hali ambayo iliyokuwa mbaya. إليه يرفع الكلم إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح. kwake Allah maneno mazuri ndipo ambapo yanapoelekezwa na matendo mazuri ambayo wanadamu wanayoyatekeleza. Ibadallah, ala wa sallu wa sallimu ala al-hadi al-bashir akrama rasulin wa ghayri nadhir faqad amarakum Allah bidhalika al-latif al-khabir haythu qala azza min qa'ilin fi kitabihi al-aziz inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi وسلموا تسليما. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam sala na salamu kama alivyokuamuruni Allah ndani ya kitabu chake katika maneno yake, nasi kwa amri ya Allah twafuata tukisema Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ati nufusana taqwaha, Allahumma ati nufusana taqwaha وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة.